michezo. Naam, na tuko ange kufuatilia mashindano hayo. Baadhi ya vijana waliojeruhiwa kwenye maandamano na wanarika ama maandamano ya wanarika la Gen Z mwaka jana wanaendelea kupitia dhiki kutokana na majeraha hayo. Kunao wanaohangaika kupata matibabu ya majeraha ya risasi na vidonda ambavyo vimeshindwa kupona, wakitaka wasamaria wema kuwasaidia. Mwanahabari wetu Catherine Muraget ametembelea familia hizo na kuzungumza nao. Masimulizi ya waathiriwa wanaoendelea kuguza majeraha ya risasi tangu mwaka jana wakati wa maandamano ya vijana wa Gen Z wakipinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Alhamisi asubuhi tunafika kwa boma hili. Kitanda hiki kimekuwa makao kwa George Katua ambaye alipata majeraha ya risasi mwaka jana mwezi wa 7. Asijue hatima yake ya kesho itakuwa gani. Akiwa mwenye maumivu chungu nzima kutokana na risasi aliyopigwa na wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi mnamo Julai mwaka jana, kwa ujasiri alijikokota na kunyanyuka ili kusema nasi. Kutoka shule nilisikia nimeanguka, ambapo niliumia, nikachukuliwa na Walwishers nikapelekwa first aid hapo karibu. Aliachwa na majeraha ya risasi ya paja ambayo yamemsababishia kutumia mrija kwenda haja. Sijakuwa nikifanya shughuli zangu za kawaida. Nimekuwa tu hapa nyumbani. Sasa ningefaa kuwa nimeingia shule ya college, lakini kutokana na kuumia niko home. Iwapo hangelipata jeraha hili, angelifaulu zaidi kwenye mtihani wake wa kidato cha 4 aliyofanya mwaka jana. Lakini ningekuwa tu hiyo ningemaliza hiyo time ilikuwa imebaki shule, ningekuwa nimeperform tu poa. Mzazi wake George akitoa wito kwa wasamaria wema kumsaidia mwanae apate matibabu zaidi. Hii kitu ikifunga inakuanga shida kwetu. Anytime inaweza block, na ikiblock yeye mwenyewe ataanza kulia. Mtusaidie tafadhalini, manake mambo si mazuri, mambo ni magumu. Masimulizi haya ni sawia na ya Brian Mwangi aliyepigwa risasi Karatina, kaunti ya Nyeri mwezi wa Agosti mwaka jana. Wote wakajeruhiwa japo yeye akapata majeraha mabaya zaidi. Venye alipigwa hiyo risasi alipata atukwa. Sasa kwanza mwanzo tumeelezewa na daktari venye Brian amekuwa, lakini kitu kama sasa wiki ya pili ndio akatuelezea Brian ameweza kuguzwa spine cord yake. Risasi aliyopigwa mwaka jana ikiwa bado imesalia mwilini. Mlezi wa Brian ambaye ni shangazie anaelezea kuwa Brian kwa sasa hajiwezi kabisa na kuomba serikali na wasamaria wema kuwasaidia kivyovyote vile. Ningeomba tu apate kusaidiwa, watu wa samaria wema wapate kujitokeza ili waweze kusaidia huyu Brian, sababu kusema ukweli huyu ni mtoto wa yatima. Licha ya serikali kutangaza kuwa majeruhi wote wa maandamano ya Gen Z watahudumiwa bila kulipia gharama, familia hizi mbili zinadai kuwa wamekuwa wakilipia ili wapendwa wao wapate kuhudumiwa. Juhudi zetu pia za kupata ufafanuzi zaidi kutoka hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ziliambulia patupu, kwani hadi wakati tunapeperusha taarifa hii KTN haijapata majibu. Catherine Muraget, KTN.